rasmi ni kuombe sasa mkuu wetu wa mkoa mwenyeji amekwisha fika, tupokee salamu zake. Mheshimiwa Frederick Tilwai, Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri wote mliopo, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Morogoro, makatibu wakuu, wenyeji wetu wa Mbogo Ranch, waheshimiwa wakuu wa wilaya, viongozi mbalimbali wa serikali na wadau wa ufugaji, wananchi wenzangu, wanahabari, mabibi na mabwana, kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nafahamu muda hauko pamoja nasi. Naomba niseme machache. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mkarimu kutuwezesha kufika hapa, hasa wewe na ujumbe wako kufika hapa salama pamoja na wote waliohudhuria. Lakini pili, niendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais, na naomba utupelekee salamu sisi wakazi wa mkoa wa Pwani kwa kazi kubwa anayofanya kutuletea maendeleo katika huduma za kiuchumi na kijamii, na hususan upande wa ufugaji kama ambavyo unaona. Niwashukuru Wizara ya Kilimo na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kushirikiana nasi, na hasa niwashukuru wenzetu wa Mbogo Ranch na wale ambao wametoka nje ya Tanzania kuja kushiriki katika maonyesho haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana mkoa wa Pwani. Mkoa wa Pwani ni salama, wananchi wanaendelea na shughuli zao za maendeleo na shughuli za kijamii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme machache haya. Kwanza, upande wa ufugaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi mkoa wetu unafanya vizuri sana upande wa viwanda. Tuna viwanda vipya katika miaka hii mitano, tuna viwanda 457 vipya vikiwa 269, viwanda vikubwa na vya kati 269 kwa kipindi hiki. Lakini tunafanya vizuri katika maeneo mengine, tumeanza katika maeneo ya madini, kilimo, na kwa upande wa ufugaji Mheshimiwa Waziri Mkuu, mpaka sasa tumeshatayarisha ranchi 921, hizi ranchi ndogo, ukubwa wa hekta 38,319, na tumeshatoa hati za kimila kwa wafugaji 419. Nia ni kwamba wote wapate hizo hati waweze kufuga kisasa, tuenda mifugo michache. Changamoto ambayo tunaona Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hii tunaomba serikali na wadau tuangalie namna ya kufanya. Tumetoa hizi ranchi, lakini wafugaji wengine wetu ni wadogo, wanashindwa kupata uwezo wa kusafisha haya mapori, sababu wengine tumewapa mapori ambayo hayajawahi kutumika kwa shughuli za ufugaji. Kwa hiyo tunahitaji tutafute jinsi ya kuwasaidia katika ufugaji na kupata maji. Vinginevyo tunaenda vizuri. Tunataka sasa haya mifugo tunaona hapa ndio iwe sehemu ya wananchi wetu. Tunafahamu serikali inahitaji fedha kuweza kutoa huduma, na sisi mkoa wa Pwani tunafanya vizuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa upande wa mamlaka za serikali za mtaa, kufikia tarehe 17 mwezi huu tumeshavuka lengo. Tulipewa lengo la bilioni 102, tumeshavuka, tuna bilioni 115, na upande wa mamlaka mapato Tanzania kufika mwezi wa 4 wameshavuka lengo. Tunafahamu tunafanya hivi ili serikali iweze kupata uwezo wa kutoa huduma. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nafahamu muda hautoshi, na kushukuru kwa nafasi ulionipa. Karibu sana mkoa wa Pwani, tunakusubiri uje uone kazi ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na nyinyi wasaidizi wake mnaofanya kwa Tanzania. Karibu sana mkoa wa Pwani. Makofi mengi kwa mkuu wetu wa mkoa Abubakar Kunenge, tunakushukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kuombe sasa niwakaribishe wenyeji wetu Mbogo Tanzania Limited, Mbogo Ranch, waje nao watupe salamu zao kwa kifupi kabisa. Wakati huo Mheshimiwa waziri wetu Bashiru Ali ukijiandaa kwa salamu zako. Karibu Mbogo Ranch. Mheshimiwa mgeni rasmi, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Frederick Sumaye, Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Waheshimiwa wakuu wa mikoa, waheshimiwa mawaziri tulionao, wakuu wa wilaya, waheshimiwa makatibu wakuu na viongozi wa serikali, wajumbe kutoka nchi zetu jirani Kenya na Namibia, wafugaji, wazalishaji, mabibi na mabwana, habari za mchana. Kama hapa kuwa pamoja na umati wa watu huu na kwa heshima ya ujio wako Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuwakaribisha wote kwa upendo mkubwa kuja kwenye maonyesho ya Tri-Nations Livestock Expo. Tunayo furaha kubwa na heshima kubwa ya kwamba umekubali mwaliko wetu na kuwa nasi leo, na tunaomba pia umfikishie shukrani za dhati Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake na mazingira aliyoyaweka ya kuwezesha shughuli kama hii ya leo.
Mheshimiwa mgeni rasmi, maonyesho haya hayakuzaliwa kwenye mijadala kwenye mikutano au chumba maalum. Maonyesho haya yalianza, ndoto yake ilianzia nilipopata mwaliko toka kwa mzee wangu mzee Akram kwenda shambani kwake West Kilimanjaro, na nikapata bahati ya kukutana na ndugu Mark Taylor. Katika mazungumzo ambayo tuliona tunaungana mkono kwenye malengo yetu na ndoto zetu za kuendeleza mbegu bora barani Afrika, lakini hasa Afrika Mashariki, pia akanitambulisha kwa dada yetu Bi Martinique Scott kutoka Namibia. Mazungumzo hayo tukajikuta tumeshaona muono mmoja na ndoto yetu ilikuwa ni ile ile, na ndipo Tri Nations Livestock ilipoanzishwa. Bila ushirikiano wao hao na kuona umuhimu wa kushirikiana mataifa mbalimbali, sidhani kama tungekuwa tumesimama hapa leo kuyatangaza maonyesho kama haya. Kwa hiyo kutoka moyoni kabisa naomba nimshukuru sana kaka yangu Mark Taylor na dada yangu Martinique Scott kwa urafiki wao, ushauri wao na juhudi zao za kutufikisha hapa leo. Naomba tupongeze sana juhudi zao. Maonyesho haya ni ushahidi kwamba kwenye ushirikiano ndipo tunapoweza kupiga hatua kubwa kwa pamoja. Kwa hiyo tunaamini leo, Mheshimiwa mgeni rasmi, umeona mifugo iliyokuja, ambapo na sisi Tanzania lazima inabidi tukubali kwamba kuna sehemu tumezidiwa na wenzetu, lakini na sisi tunavyo vya kujivunia kama malisho bora, ardhi kubwa na nchi salama ya kuweza kuvutia wawekezaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba pia nishukuru sana familia yangu, mke wangu pamoja na wanao na familia kwa ujumla kwa uvumilivu wao na support yao wanayokuwa wanatupa tunapoandaa shughuli kama hizi, na tunapobidi kusafiri hapa na pale wanakuwa wavumilivu na wanatutia moyo sana. Lakini kipekee pia napenda kumshukuru sana kaka yangu ambaye pia ni rafiki yangu, mshauri wangu, Bwana Pir Mohamed Mula, ambaye pia ni mwanzilishi mwenzangu wa kampuni ya Mbogo Ranch. Kwa tulikuwa tumeanza hii ndoto kwa 10 na tumekuwa tukishiriki maonyesho ambayo yanafanana na haya, na ndio leo tuhamasisha kufanya shughuli kama hii. Kwa hiyo kipekee nimshukuru kwa kuwa bega la karibu la kuweza kuomba ushauri, kuweza kupeana support tunapohitajika na kuweza kufikia siku kama leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, Tanzania tunajivunia na tunaona maendeleo makubwa kati ya sekta ya mifugo. Tumeweza kuwekeza kati ya sehemu za utafiti, huduma za afya ya mifugo, program za uzalishaji. Tumeimarisha program za kudhibiti magonjwa kupitia uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumeongoza miundombinu ya masoko na kuhamasisha ushiriki wa sekta binafsi. Lakini panapokuwa na mafanikio, Mheshimiwa mgeni rasmi, changamoto hazikosekani. Bado kuna changamoto ya upatikanaji wa vinasaba bora, bado kuna changamoto ya upatikanaji wa malisho baadhi wakati wa misimu ya ukame. Tuna changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi, magonjwa ya mifugo, japokuwa tumeanza kupambana nalo, lakini bado ni moja ya changamoto lazima tujaribu kukabiliana nao. Upatikanaji mdogo wa mitaji rafiki kwa ajili ya waendelezaji wa mifugo yetu, changamoto za masoko, lakini pia tuna ushiriki mdogo sana wa vijana kwenye sekta ya ufugaji. Kwa hiyo ningependa sana kutumia fursa hii kuwaomba mabenki, akiwemo na ndugu yangu Bwana Solo Mlozi ambaye tumekuwa bega kwa bega kwenye kuandaa maonyesho haya, akiwakilisha benki ya NMB kama wadhamini wakuu, lakini bado nasubiri mkopo wangu wa riba 0 Nsolo. Kwa kipekee pia niwashukuru sana NMB kujaribu kukabiliana na changamoto hizi, na wizara kiujumla kwa kushirikiana na Mheshimiwa Waziri Dr. Bashiru Ali na timu yake kiujumla. Na nikushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa ujio wako. Niwashukuru wote mlioacha kazi zenu, mliokuja kutusubiri kwa uvumilivu, na naamini kuna mazuri mengi mtasikia kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hayo machache, asanteni sana. Tunashukuru sana, makofi kwake ndugu Nawid Mula wa Mbogo Tanzania Limited, Mbogo Ranch, ambao ndio wenyeji wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuombe sasa uridhie nimlete Mheshimiwa Dr. Bashiru Ali Kakurwa, waziri wetu wa mifugo na uvuvi, aje naye kutupa salamu zake, na kisha kukaribishe kwanza kutoa tuzo na baadaye kuweza kuongea na hadhara hii, lakini kuongea na Watanzania wote. Naomba makofi kwa waziri wetu wa mifugo na uvuvi
Karibu sana Mheshimiwa Bashiru Ali. Dr. Samia Suluhu hoye! Dr. Mwigulu Nchemba hoye! Mheshimiwa Ridhiwani hoye! Chalinze hoye! Ubena hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu, naomba kwa idhini yako na kwa maelekezo yako mwenyewe, kabla sijakukaribisha kwa maneno mafupi ya utambulisho, ufanye zoezi moja, halafu ukihutubia uwe umemaliza, zoezi la kutoa tuzo. Wakati waandaaji wa zoezi hilo la tuzo wakijipanga vizuri, kwa maelekezo yako ni waombe wafuatao waje wasalimie kwa ufupi: Mkuu wa mkoa jirani wa Morogoro, Mheshimiwa Waziri wa Utumishi na Mbunge wa Chalinze Mheshimiwa Ridhiwani, Mheshimiwa Waziri wa Maji Mheshimiwa Aweso, na Mheshimiwa Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI Mheshimiwa Shemdoe. Na nitakuwa na waalika mimi mwenyewe na kuwaomba wafupishe maneno. Nianze na Mkuu wa Mkoa wa Morogoro. Karibu sana. Pwani hoye! Morogoro hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwamba tumepata fursa ya wanapwani na wana Morogoro. Sisi tuna ujirani wa kihistoria na ushirikiano katika mambo makubwa kubwa kama haya. Kwa hiyo hata Bwana Nawidi alipokuwa anatengeneza jambo lake alitufahamisha watu wote wawili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuja kujifunza kwa lengo la kwamba tunaamini sisi Morogoro kama wadau wakuu wa sekta ya mifugo, tunaamini kwamba uwepo wetu hapa ni sehemu ya kujifunza na ni sehemu ya kuhamasisha ushirikiano baina ya serikali zetu za mkoa na wawekezaji kama hawa, ili kupata matokeo makubwa sana katika sekta ya ufugaji kwa manufaa ya Watanzania wa mikoa yetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana. Uwepo wako hapa kwetu umetuheshimisha sana katika mikoa yetu, lakini pia tunamshukuru mwekezaji huyu na wenzake kutoka nchi mbalimbali ambao wameleta taaluma hii, na sisi tunaamini kwamba tukitoka hapa, nimemwona na mwenyekiti wa wafugaji na wafugaji wenzangu wa Morogoro nimeona hapa, naamini kwamba tukitoka hapa tutatoka tukiwa bora zaidi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana. Asante sana kwa kuonyesha njia ya maneno mafupi. Mheshimiwa Ridhiwani, mbunge wa Chalinze, karibu sana. Asalamu alaykum Chalinze. Tusikilizane basi kidogo. Chalinze oye! Dr. Samia oye! Dr. Nchemba oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyoeleza MC wetu waliotoka muda mchache, Dr. Bashiru Ali, leo ni siku yako na sisi sote tumekuja kwa ajili ya kusikiliza wewe. Mimi kwangu kama Chalinze, naombeni sana wana Chalinze wenzangu, tutege sikio letu, tusikize maneno ya Waziri Mkuu. Amekuja na habari njema sana, hasa kwa sisi wafugaji. Lakini pia mengineyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimekwisha nongonapo na Mheshimiwa Profesa Shemdoe, na yeye nina imani atakufikishia kwa sababu uko naye ndani ya ofisi yako. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru sana. Nashukuru sana, namkaribisha Mheshimiwa Aweso, Waziri wa Maji. Aweso hoye! Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wageni wote kwa maana wafugaji Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mafanikio
ya sekta ya mifugo inategemeana mchango wa Wizara ya Maji. Nataka niwahakikishie wafugaji wote, Wizara ya Maji haitokuwa kikwazo. Kila tutakapokuwa tunajenga mradi wa maji, tutahakikisha tunatengeneza mazingira ya wafugaji kuweza kupata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amenunua mitambo kwa ajili ya uchimbaji visima na mabwawa. Kwa hiyo nataka niwahakikishie, Wizara ya Maji pamoja na Wizara ya Mifugo ni swala zima na mfugaji na mkulima. Ukitaka wali mtamu uwe na nyama. Nyama inatoka na mfugaji, wali unatoka kwa mkulima. Nataka kuhakikishia Mheshimiwa Waziri wa Mifugo, tutakupa ushirikiano sisi Wizara ya Maji. Mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya maonyesho yametupa mafunzo makubwa sana. Mimi pamoja na kupenda kilimo, lakini mimi ni mfugaji. Lakini kwa mafunzo haya leo ambao nimekuja kujifunza hapa Mbogo Ranch, bado nimekuwa ni mchungaji, natakiwa nifanye jitihada ili niwe mfugaji. Asanteni sana, Mungu awabariki. Aweso hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa maelekezo yako umeelekeza wizara ambazo sekta zake zinahusiana zifanye kazi kama timu moja. Kama alivyosema na mnamfahamu, anakuja na vitu vizito. Gridi ya maji ya taifa kwa umwagiliaji, kwa viwanda, kwa matumizi majumbani, kwa wafugaji na uvuvi. Yeye ndiye anaendesha hilo eneo. Umeelekeza pia sekta ya kilimo kwa maana ya waziri wa kilimo, naye pia ashirikiane na wizara yetu ya mifugo. Umeelekeza pia wizara ambayo iko ndani ya wizara yako ya TAMISEMI, na Mheshimiwa Shemdoe namleta hapa asalimie, nao pia waweze kushirikiana na sekta za uzalishaji, kushirikisha wananchi katika shughuli zote za kilimo, mifugo, uvuvi, viwanda, biashara, uwekezaji. Maelekezo yako tunaanza kuyatekeleza kikamilifu mwezi Julai tunapoanza kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Shemdoe, karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Samia Suluhu Hassan hoye! Dr. Mwigulu Lameck Nchemba hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, waheshimiwa viongozi wote mlioko meza kuu, ndugu wafugaji wenzangu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama nilivyoambiwa, nimepewa dakika chache sana. Moja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina furaha sana kuwa hapa leo kwa sababu mimi nimekuwa mmoja wa safari ya Mbogo Ranch. Kwenye maonyesho yao ya kwanza nilikuwa katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Kwa hiyo leo niko hapa nikishuhudia maendeleo mazuri ya kazi hii wanayoifanya wenzetu. Mbogo hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, la pili amelisema Dr. Bashiru. Umetuelekeza tushirikiane wizara zetu zote ambazo zinashughulikia mambo ya uzalishaji. Mifugo na uvuvi ni moja ya wizara ambazo zinashughulikia sehemu kubwa ya uzalishaji. Sisi TAMISEMI tutashirikiana bega kwa bega na wizara hii kuhakikisha kwamba shughuli za mifugo na uvuvi zinasonga mbele ili kuwaletea Watanzania kipato. La mwisho, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi ndiyo tunaoshughulika na shughuli zote za matumizi bora ya ardhi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo hii tunaona ulikopita kote huku wamekuonesha namna malisho yanavyoandaliwa, lakini maeneo ya mifugo, lakini maeneo ya kilimo. Kwa hiyo tutakuhakikishia kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutaendelea kulilinda hili. La mwisho kabisa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mbunge wa Chalinze kuna siri yake ameniambia. Nitakuletea Mheshimiwa Waziri Mkuu, itakapokupendeza basi utatoa maamuzi yako ili naye roho yake ipate faraja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana. Chalinze hoye!
Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa ruhusa yako tutakuwa pia na wazungumzaji wa kuja kusalimia wageni wetu, mmoja kutoka Kenya na mwingine kutoka Namibia, nitawataja majina baadaye. Lakini tunaye mwenyekiti wetu wa chama wa wilaya ya Bagamoyo ambaye pia anamwakilisha mwenyekiti wetu wa chama wa mkoa wa Pwani, naye aje asalimie, kwa sababu kazi hii inatokana na Chama cha Mapinduzi kupewa ridhaa ya wananchi kuongoza serikali hii. Karibu mwenyekiti. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Pwani, niseme tunaishukuru serikali. Haya yanayofanyika ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Asanteni sana. Hiyo ndio CCM, mambo machache vitendo vya kutosha. CCM hoye! Msinibanie. CCM hoye! Asante sana. Sasa nimkaribishe Bwana Miat Taylor kutoka Kenya. Halafu atafuatia na Bwana Scott kutoka Namibia, waje wasalimie kwa niaba ya washirika wa maonyesho ya shughuli hii. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister of Tanzania and other ministers and dignitaries, I would like to say thank you very much from Kenya for inviting us to this great country and allowing us to bring our livestock to Tanzania to show what we have on offer and on sale. I'd also like to thank my fellow Namibian cattle people and sheep livestock people for bringing their livestock all the way from Namibia. It's 8 days on the truck. It's a huge undertaking to truck up animals. I'm in Kenya, we're just across the border. It took us a day and a half and we're here, so thank you and well done to the Namibians. And then to Mbogo Ranch, thank you very much for having us. Thank you. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna ushirikiano wa kutosha katika nchi za SADC na nchi za Afrika Mashariki. Huyu anatoka SADC, na ndugu wananchi, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Namibia ni mgeni wetu katika siku hizi 2-3 kwa ajili ya kudumisha ushirikiano wa kindugu kati ya Tanzania na Namibia. Na tayari sisi Wizara ya Mifugo na Uvuvi tunao ushirikiano mkubwa na Namibia. Nimkaribishe sasa Bwana Bwana Taylor kutoka Kenya. Good afternoon, Prime Minister. It's lovely to meet you. Ladies and gentlemen, it's a great honor for me to stand in front of you today and thank you for the opportunity to be involved in a project of this scale. I'm very privileged and honored to have guest sellers like Silversun Brahman, Hanekom Meat Masters, Leroux van Wyk, Dorpers, the guys from West Kili, Mbogo Ranches, Mringa, that believe in this project and that's taking the livestock industry in Namibia forward. It's really a great honor to be here, and thank you for having us in this wonderful country. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimkaribishe msherehekeshaji mkuu aweze kutuongoza ili uweze kutoa tuzo. Baada ya hapo nitasema maneno mafupi ya kukaribisha. Karibu. Shukuru sana Mheshimiwa Waziri wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba sasa utoe tuzo kwa waandaaji wa maonyesho haya, lakini pia kwa aliandaa vizuri kabisa kwa mwaka huu 2026. Tuzo ya kwanza naomba nimlete Bwana Nawid Mula wa Mbogo Tanzania Limited kwa niaba ya waandaaji kutoka Tanzania. Tumpigie makofi. Wakati solo ukijiandaa naomba usogee karibu. Tuzo ya pili ni kwake Bwana Nsolo Mlozi, NMB Bank, ambao ni wadhamini wetu wakuu, lakini pia wakilishe waandaaji kutoka Tanzania. Nsolo kutoka benki ya NMB. Wakati huo Martinique Scott ukijiandaa. Please prepare. Martinique, hold on. Please prepare. Nsolo, naomba tupokee tuzo.
tukiwa tunashirikiana na Namibia, naomba sasa uwape Bi Martinique Scott Real Time Agriculture kutoka Namibia. Naomba tuwapigie makofi. Na tuzo ya mwisho itapokelewa na Bwana Mark Myers Taylor kutoka Kenya, lakini pia atapokea tuzo mbili na kwa niaba ya Bi Maria Mutua ambaye ni mwanamama aliyefanya vizuri sana katika sekta ya mifugo kwa mwaka huu. Mark Taylor, please receive the other one on behalf of Maria Mutua from Kenya. Huyu ni mwanamke aliyefanya vizuri kwenye sekta ya mifugo katika hizi nchi tatu. Mheshimiwa Waziri, karibu tuendelee. Asante sana, tunashukuru sana Mheshimiwa Mkuu kwa maombi yako maalum kwa mzee wetu Sumaye. Nilipomuomba yeye akasema yeye anaangalia, lakini umemuomba amekubali. Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu, karibu sana, usalimie kidogo wasikie sauti yako. Karibu sana. Chalinze hoye! Ufugaji hoye! Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, waheshimiwa mawaziri mlioko hapa, waheshimiwa wakuu wa mikoa, waheshimiwa wabunge, viongozi wa chama, wageni wetu, mabibi na mabwana, nashukuru kupata nafasi hii ya kusalimia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni mfugaji, lakini bado sijawa mkubwa kama hawa wengine, lakini nawakimbilia. Kwa hiyo nina hakika muda si mrefu, kuna siku katika ng'ombe au madume utakayokuwa unayaangalia, mengine yatakuwa yametoka kwenye ranchi yetu. Sisi tuna ranchi ndogo inaitwa Sumo Ranch. Kwa hiyo nafurahi sana ninapopata fursa kuja kwenye maonyesho kama haya ili kujifunza kwa wenzetu ambao wamepiga hatua sana. Kama alivyosema Bwana wa Mbogo Ranch, na yeye alijifunza kwa walioko mbele yao. Na sasa sisi pia tunajifunza kwa hao walioko mbele yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sekta ya mifugo ni muhimu sana. Ni sekta muhimu kwa uchumi kama tutaisimamia. Watanzania wengi wanaona mifugo kama si kitu cha maana sana. Lakini ng'ombe wasipokwepo na nchi ikalazimika kuagiza nyama na maziwa kutoka nchi za nje, ndiyo tutajua kwamba ng'ombe ni wa muhimu sana. Kwa hiyo tunashukuru sana Waziri Mkuu, kuja kwako unatupa moyo sisi wafugaji ili tuendelee kufuga vizuri zaidi. Lakini pia kama ilivyoelezwa kwenye risala, pia ni wakati wetu wa kuieleza serikali pale ambapo tunakumbana na matatizo mbalimbali ambayo yako nje ya uwezo wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa nafasi hii. Asante sana. Karibu kwenye shughuli za ufugaji, na tunaamini tutakuwa na wewe muda mrefu katika hii shughuli ya ufugaji. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa ratiba hii ya utangulizi. Sasa niko tayari kukukaribisha kwa maneno mafupi. Mheshimiwa Waziri Mkuu,
Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Frederick Sumaye, Waziri Mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jumaa Hamidu Aweso, Waziri wa Maji, Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora na mbunge wa Jimbo la Chalinze, Mheshimiwa Profesa Riziki Silas Shemdoe, Katibu Mkuu mstaafu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi na Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, Mheshimiwa Abubakar Kunenge, Mkuu wa Mkoa wa Pwani, Mheshimiwa Adam Kigoma Malima, Mkuu wa Mkoa wa Morogoro, Mheshimiwa Tale Tale, mbunge wa Morogoro Kaskazini ambaye ni mbunge wa jimbo jirani, Mheshimiwa Abubakari Mlawa, mwenyekiti wa CCM wa wilaya ya Bagamoyo na mwakilishi wa mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Pwani, Mheshimiwa Bwana Nawid Yakub Mula, mkurugenzi wa Mbogo Ranch, Bi Agnes Mena Jembe la Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Dr. Fabian Madele, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, waheshimiwa wakuu wa wilaya za Bagamoyo, Kibaha, Mkuranga, Rufiji, Kibiti na Mbarali, Mheshimiwa Katibu Tawala, makatibu tawala wa Mheshimiwa Pili Mnyema, Katibu Tawala mkoa wa Pwani, waheshimiwa makatibu tawala wa wilaya mliopo, wakurugenzi wa mamlaka za serikali za mitaa mliopo, mwenyekiti wa chama cha wafugaji Bwana Mrida Mshota, mwenyekiti wa chama cha wafugaji kanda ya Pwani na mkoa wa Pwani, mkurugenzi wa Mbogo Ranch au wakurugenzi wa Mbogo Ranches na Widi Mula na Piri Mohamed Mula, wakuza vizazi bora breeders kutoka nchi mbalimbali za Namibia, Kenya na Brazil, viongozi wetu wa dini tunawashukuru sana kwa kufika na kwa dua, wana habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, kazi na tabasamu la utu. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha sisi sote kukutana mahali hapa. Pia napenda kutumia fursa hii kumpongeza kwa dhati na kumshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi nzuri anayoifanya ya kuwaletea maendeleo wa Tanzania kupitia sekta mbalimbali ikiwemo sekta za mifugo na uvuvi. Pia natoa shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu, mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kufika hapa Ubena Zomozi, mkoa wa Pwani, kuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa maonesho ya mifugo yajulikanayo kama Mbogo Trinational Nations Livestock Expo 2026. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee naishukuru kampuni ya Mbogo Ranch kwa kuratibu na kuandaa maonesho haya. Vile vile napenda kumshukuru Mheshimiwa John Simbachawene ambaye atakuja kuwa hapa nasi, balozi wa Tanzania nchini Brazil, kwa kusimamia sera ya diplomasia ya kiuchumi na kutufanya tuweze pia kuratibu maonyesho haya akiwa mwakilishi wetu nchini Brazil. Mheshimiwa mgeni rasmi, lengo kuu la maonyesho haya ni kujenga mfumo imara wa biashara ya mifugo na mazao yake kwa kuwakutanisha wafugaji, wafanyabiashara na wadau wote katika mnyororo wa thamani wa sekta ya mifugo ili kubadilishana uzoefu, kujifunza mbinu za kisasa za ufugaji pamoja na kupanua fursa za masoko nchini na katika mataifa mengine. Vile vile, maonesho haya yatahusisha mnada wa mifugo utakaofanyika kwa njia ya kidijitali ukiongozwa na kampuni ya Swift TV kutoka Afrika Kusini, ambapo washiriki wa mnada watatakiwa kujisajili kwenye mfumo huo kwa ajili ya kuuza na kununua mifugo.
Mheshimiwa mgeni rasmi, kama unavyofahamu, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ina lengo la kuimarisha na kufungamanisha sekta ya mifugo kwa kuwahamasisha wafugaji kuwa na fikra chanya ili waweze kufuga kisasa, kibiashara na kujenga ustawi wao na hatimaye kuongeza mchango wa sekta ya mifugo katika pato la taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuimarisha sekta ya mifugo, wizara inatekeleza mikakati mbalimbali ya kuboresha mifugo na mazao yake kwa kuzingatia sera ya mifugo ya mwaka 2006 ambayo inapitiwa upya, pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 25-30, mpango kabambe wa sekta ya mifugo nchini, mpango wa kuendeleza sekta ya kilimo wa pili, na mpango wa mabadiliko ya sekta ya mifugo, yani Livestock Sector Transformation Plan 2022-2023, 2026-2027. Aidha, wizara imeanza mchakato wa kupitia upya sera ya mifugo ya mwaka 2006 na pia kuandaa mkakati utakaowezesha utekelezaji wa dira ya maendeleo ya taifa 2050 ili kuhakikisha vipaumbele vya sekta ya mifugo vinawiana na malengo yaliyoainishwa katika dira. Kwa mujibu wa dira ya 2025, sekta binafsi inatarajia kuchangia katika uchumi wa taifa kwa 70% ifikapo 2050. Na hapa Mheshimiwa mgeni rasmi, wafugaji ndio sekta binafsi tangu kuzaliwa kwa ufugaji. Kwa hiyo wao ndio watakaokuwa wa kwanza kufikia hiyo 70% na kuendelea katika mchango wa kutekeleza dira yetu ya maendeleo ya mwaka 2050. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika safari ya miaka 25 ijayo ya kuleta mabadiliko ya sekta ya mifugo, serikali imejipanga kuongeza tija na kuwezesha ufugaji wa kibiashara unaolenga kuongeza thamani ya mazao ya mifugo, kuimarisha ushindani kikanda na ushindani kimataifa. Wizara imeendelea kutekeleza mkakati wa kuboresha mbari za mifugo na mazao yake, kuimarisha afya ya mifugo pamoja na kuimarisha udhibiti wa magonjwa ya mifugo ili kukidhi mahitaji ya malighafi za viwandani na pia kulinda afya ya walaji pamoja na kuongeza mauzo ya mazao ya mifugo nje ya nchi. Kwa kutambua hilo, wizara kwa kushirikiana na vyama vya wafugaji nchini imeendelea kusimamia kampeni ya chanjo na utambuzi wa mifugo kitaifa iliyozinduliwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka jana, ambapo hadi kufikia Aprili 26 jumla ya ng'ombe milioni 9,115,297, mbuzi na kondoo milioni 2,672,237 na kuku milioni 38,833,663 wamepatiwa chanjo ya kukabiliana na magonjwa ya homa ya mapafu ya ng'ombe, sokota, mdondo, ndui na mafua ya ndege. Na programu hii ya chanjo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, inaendelea kwa miaka 5 na wafugaji wote tutawafikia. Na hapa ni shukuru Chama cha Wafugaji nchini kwa kuhamasisha wafugaji kuipokea kampeni hii kwa mikono miwili. Asanteni sana Chama cha Wafugaji na uongozi wao mlioko hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, sambamba na hilo, wizara inaendelea kuhamasisha na kutoa elimu kwa wafugaji juu ya kilimo cha malisho ili kuboresha lishe ya mifugo, kuimarisha upatikanaji wa maji na chakula cha mifugo na kupunguza au kuondoa kabisa migogoro iliyopo baina ya wafugaji na watumiaji wengine wa mifugo wa ardhi. Mheshimiwa mgeni rasmi, aidha wizara inaendelea na mikakati ya kuzalisha mbegu za malisho katika mashamba ya serikali na mashamba ya watu binafsi, yakiwemo mashamba ya wizara ya Vikuge na Langwira na shamba la Sauhili na mashamba yanayomilikiwa na taasisi ya utafiti ya Kongwa, Mpwapwa, Tanga, Uyole pamoja na chuo cha mafunzo ya mifugo cha Songwe na Tengeru.
Hatua hii imesaidia kuongezeka kwa uzalishaji wa mbegu za malisho kutoka tani 222 hadi tani 411, sawa na ongezeko la asilimia 85.5, na tunakushukuru sana kwa kutembelea mashamba darasa ya malisho kama ulivyoona. Vile vile kama ulivyoona katika maonyesho haya, wizara kupitia shamba la Vikuge imeweza kulima ekari 2.5 za malisho kwa ajili ya kutoa elimu na kuhamasisha kampuni ya Mbogo Ranch kuendelea kuzalisha malisho kwa ajili ya mifugo iliyoko hapa, pamoja na kuwezesha wananchi wa maeneo jirani kujifunza. Na yale mashamba mawili ya Jonkao pamoja na Napia yatakuwa pia chanzo cha mbegu kwa ajili ya wafugaji, kwa sababu yatatunzwa hapa yaweze kutoa mbegu. Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara imeendelea kushirikiana na sekta binafsi, wafugaji na wadau wengine katika kuleta mageuzi ya sekta ya mifugo na kuongeza tija katika uzalishaji. Hatua zilizochukuliwa na kampuni ya Mbogo ni uthibitisho kuwa sekta binafsi iko tayari na ina mchango mkubwa katika kuleta mageuzi ya sekta za uzalishaji, na ndio maana leo umeshuhudia kampuni mbalimbali zikionyesha teknolojia na zana zinazotumika kuongeza tija kwenye uzalishaji wa mazao ya mifugo. Nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba wizara itaendelea kushirikiana na sekta binafsi katika maeneo 6 muhimu ya kuleta mageuzi katika sekta ya mifugo nchini. Eneo la kwanza ni usimamizi bora wa mashamba ya mifugo. Eneo la pili ni afya ya mifugo. Eneo la tatu ni kuboresha mbari au mbegu za mifugo. Eneo la 4 ni lishe bora ya mifugo inayojumuisha upatikanaji wa ardhi, maji na malisho. Na eneo la 5 ni miundombinu wezeshi na zana bora na teknolojia za kisasa. Na eneo la 6 ni mitaji rafiki. Na hapa ni washukuru sana mabenki ya NMB, CRDB, ushirika, TADB kwa kazi kubwa wanayoifanya. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya kusema hayo, naomba nikukaribishe kwa ajili ya kuongea na wafugaji, wafanyabiashara wa mifugo na wananchi kwa ujumla, pamoja na kufungua maonesho na mnada na semina yanayoandaliwa na Mbogo Three Nations Livestock Expo 2026. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa naomba kwa heshima na taadhima nikukaribishe uongee na hadhara hii. Asante sana. Asanteni, tukae. Kazi na utu. Mheshimiwa Balozi Daktari Bashiru Ali Kakurwa, waziri wetu wa mifugo na uvuvi, Mheshimiwa Frederick Tuluwai Sumaye, waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Kikwete, mbunge wetu mwenyeji na waziri wa nchi ofisi ya Rais, utumishi na utawala bora, nikitambua pia uwepo wa waheshimiwa mawaziri, Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, na Mheshimiwa Jumaa Hamid Aweso, mbunge, waziri wetu wa maji. Nitambue pia uwepo wa mwakilishi wa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Pwani, na kipekee nitambue uwepo wa wenyeji wetu, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Pwani ndugu yangu Abubakari Kunenge, pamoja na pacha wake Mheshimiwa Adam Kigoma Malima, mkuu wa mkoa wa Morogoro. Na kipekee nitambue uwepo wa wenyeji wetu na waandaaji waliotufanya tuwepo leo hapa. Kwa niaba ya wote, ndugu yangu Nawed Mula, mkurugenzi wa ranchi ya Mbogo Bena Zomozi, katibu mkuu wetu kama alivyotambulishwa na waziri Bi Agnes Mena, jembe
la Wizara ya Mifugo na Uvuvi pamoja na viongozi wote wa serikali walioko hapa, nikitambua uwepo wa Katibu Tawala Bi Pili Mnyema pamoja na viongozi wengine wote, naibu makatibu wakuu, wakurugenzi, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, lakini na mbunge pacha ndugu Tale kwa niaba ya wabunge wote wa mkoa wa Morogoro na kamati inayosimamia sekta hii. Nitambue pia kwa upekee viongozi wetu wa dini ambao wamejumuika nasi na wametuongoza katika dua na sala. Nitambue pia uwepo wa mwenyekiti wa halmashauri pamoja na baraza lote la madiwani. Nitambue wageni wote waalikwa wa ndani na nje ya nchi. Karibuni sana. Mheshimiwa Waziri, mwenyeji wetu, kipekee na mimi nianze kwa kumshukuru Mungu kwa kutuwezesha kushuhudia tukio hili muhimu ambalo naendelea kuonesha hatua zinazofikiwa katika mageuzi kwenye sekta hii. Hongera sana wewe pamoja na timu yako yote ya ndani ya serikali na ya sekta binafsi kiongozwa na wenyeji wetu. Na Mheshimiwa Waziri, kama utakavyokumbuka na wageni waalikwa wote kwamba shughuli hii ilikuwa ifanywe na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini kutokana na majukumu mengine yenye umuhimu sambamba katika ujenzi wa taifa, Mheshimiwa Rais amenituma nije kumwakilisha katika shughuli hii muhimu inayoweka alama ya mageuzi katika sekta yetu hii muhimu. Na mimi namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kunituma kuja kumwakilisha katika tukio hili. Moja, mimi ni mtoto wa mfugaji na nimesomeshwa kwa mifugo. Mimi nimesoma kwa kutumia fedha zilizotokana na mifugo. Lakini na mimi ni mfugaji. Lakini na mimi nimewahi kuwa waziri wa mifugo. Kwa hiyo leo hii kutumwa, nimepata lifti ya bure kushuhudia jambo ninalolipenda kulifanya. Mheshimiwa Waziri, naungana nawe kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kunituma. Na kipekee kama ambavyo nimeona na nimetambulishwa, let me now on a special way on behalf of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan and indeed on behalf of the government of the United Republic of Tanzania, allow me to convey our deepest appreciation to our participants from outside Tanzania, our neighbors from Kenya, our brothers and sisters from Namibia, and those from Brazil for joining us today. I warmly welcome you to explore and invest in our country. As you know, Tanzania offers a highly conducive and profitable investment environment backed by firm political goodwill. Truly, Tanzania is a land of endless opportunities. Karibuni sana wageni wetu wote. Kama mnavyojua, nimepata fursa, nilipofika tu, nimepita na kutembelea maeneo ya maonesho. Nikiri kwamba nimeweza kuona aina mbalimbali za mifugo, ng'ombe wazuri, kondoo, pamoja na mbuzi. Lakini pia nimeona eneo la malisho ya mifugo. Hali hii imenikumbusha changamoto ambazo wafugaji wanakabiliana nazo, ikiwemo ukosefu wa mbegu bora za mifugo na uhaba wa malisho ya mifugo. Maisha ambayo wafugaji wanayaishi na changamoto wanazokutana nazo sijazisoma kwenye vitabu, nazijua, nimepitia. Uhaba wa malisho unanikumbusha pia migogoro ya ardhi ambayo imekuwa ikitokea kati ya wafugaji pamoja na watumiaji wengine wa ardhi. Nimeyaona haya
nimeyashuhudia haya, lakini pia ni mambo ambayo yanatishia undugu wetu kama Watanzania. Kwa malisho niliyoyaona leo hapa, nikiri kwamba jawabu la kudumu la matatizo ambayo tumekuwa tukiyapata Watanzania tunaoshiriki katika sekta hizi za uzalishaji yanapatikana kama ambavyo tumetoka kujionea hapa. Suala la kuongeza hamasa katika upatikanaji wa malisho halikuepeki. Nimekuwa nikisema, na nashukuru sana wizara imeendelea na hatua hizi kubwa, yakiwa ni maelekezo ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na kila tunakopita tumeendelea kuyaelezea. Nimesema kwamba suluhisho la migogoro ya kugombania matumizi ya ardhi ambayo inazidi kushindaniwa sio kuchukiana, wala sio kupigana, wala sio kuwekeana uadui, bali ni kupata jawabu la kudumu ambalo leo tumeoneshwa hapa na wataalamu wetu, lakini na wazoefu ambao wameshafanya katika nchi zao, lakini pia katika ranchi ambazo tumetoka kutajiwa zilizopo ndani ya nchi yetu. Nitoe rai kwa wafugaji wote kutumia maonesho haya kujifunza na kuanza kuwekeza katika kilimo cha malisho ili kuleta tija zaidi katika mazao ya mifugo, lakini pia ili tuweze kuepukana na changamoto ambazo tumekuwa tukizipata. Hata tusipopenda kufanya hivyo, hatuna njia nyingine, kwa sababu kwa ongezeko la matumizi ya ardhi, uhitaji wa matumizi ya ardhi kufuatia kuongezeka kwa idadi ya watu, huku ardhi ikiwa haiongezeki, hata tusipopenda kubadilika, hatuna njia nyingine mbadala ya kuendelea kuishi na hali ya matumizi ya ardhi tulivyokuwa kuishi na kutumia matumizi ya ardhi katika mazingira tuliyokuwa tunatumia siku za nyuma. Serikali ya awamu ya 6 kwa kutambua umuhimu wa sekta na mabadiliko yanayohitajika imeendelea kutekeleza mikakati mahususi inayosimamia maendeleo ya mifugo, ikiwemo kuchukua hatua mbalimbali ili kuinua sekta hii muhimu kwa uchumi wa taifa letu. Mtakumbuka mnamo tarehe 16 Juni 2025, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua zoezi la uchanjaji na utambuzi wa mifugo lililofanyika kule mkoani Simiyu. Lengo lilikuwa ni kudhibiti magonjwa na hatimaye kuwa na mifugo yenye afya na inayokidhi mahitaji ya soko. Lazima tuende na utaratibu huo, na leo hii tumeonyeshwa hapa kwamba kama tungeweza kupata lita kadhaa za maziwa kwa kuwa na idadi kubwa zaidi ya mifugo, kwa kuwa tunaendelea kupata changamoto kuhusu upatikanaji wa maeneo ya malisho kwa wingi, basi tuende kwenye ubora ili tuendelee kupata kiasi kikubwa zaidi ama kiasi kile kile ama kiasi kikubwa zaidi cha maziwa kutokana na idadi ndogo ya mifugo. Hivyo hivyo na kwa upande wa nyama, hivyo hivyo na kwa upande wa kipato cha fedha kinachotokana na uuzaji wa mifugo. Wafugaji wenzangu, mtakumbuka tunapata shida sana, lakini si kwamba huwa tunapata tija kubwa sana. Ukiangalia ile shida ambayo inapatikana na tija inayopatikana haiendani na tija inayopatikana kwa wale ambao wamewekeza kwenye mageuzi haya ambayo tumeonyeshwa leo. Hata aina ya mifugo yetu. Mheshimiwa Dr. Bashiru, waziri wetu wa mifugo na uvuvi, nikupe kisa kimoja. Sisi kule wafugaji kule Usukumani kule,
Ng'ombe hata akivunjika mguu tunamfunga POP ili apone. Mazingira magumu ya ufugaji, upatikanaji wa malisho, upatikanaji wa chanjo pamoja na huduma zingine. Mageuzi haya yanalenga kututoa katika mazingira hayo. Uwekezaji huu mageuzi haya yanalenga kututoa katika mazingira hayo magumu ya kuendesha shughuli hii ambayo ni shughuli muhimu sana katika maisha ya binadamu. Nikiwa naelekea kumalizia, nitumie fursa hii kupongeza hatua mbalimbali na mchango wa sekta binafsi ambao ni mchango mkubwa sana katika mageuzi ya sekta hii. Kama ambavyo mmeona leo maonesho haya ya Mbogo Tri-Nations Livestock Expo 2026 yaliyoandaliwa na kampuni ya Mbogo Ranch ni sehemu ya utekelezaji wa mikakati ya serikali kushirikiana na sekta binafsi katika kuleta mageuzi ya kiuchumi. Mheshimiwa Rais tangia ameshika hatamu ya kuongoza nchi yetu amefuta kodi na shuru mbalimbali zaidi ya 300 ukiziunganisha kwa pamoja zinazogusa sekta hizi za uzalishaji, lengo ikiwa ni kutengeneza mazingira mazuri kwa sekta binafsi kumea, kushamiri katika kuiendeleza sekta hii ya mifugo sambamba na sekta zingine ambazo wanashirikiana nazo. Na kutokana na umuhimu huo, mbali na hatua hizo ambazo Mheshimiwa Rais amezichukua kwa kutambua mchango huu, bado Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 imetambua ushiriki wa sekta binafsi na imeelekeza hatua zaidi kuweza kuwezesha sekta binafsi kutekeleza majukumu haya na kuleta mchango mkubwa zaidi katika kuboresha sekta hii ya mifugo na sekta sambamba za uzalishaji ikiwemo kilimo na uvuvi. Nitoe rai kwa wadau wote wa mifugo kutumia fursa ya maonesho haya kujifunza kuhusu matumizi ya teknolojia za kisasa za ufugaji ili kuongeza uzalishaji, kuuza na kununua mifugo bora kwenye minada inayoambatana na maonesho haya. Ninachokisema kwa ufupi ni nini? Kwamba maonesho haya na hiki ambacho tumekiona kwenye maonesho ndio uwe utaratibu wa maisha. Tusiwe na bidhaa kwa ajili tu ya maonesho. Bidhaa za aina hii ndio ziwe bidhaa za kila siku kwenye maisha yetu. Zisiwe bidhaa za maonesho. Tukifikia hatua hii kwamba uzalishaji wetu kwenye mifugo ni wa aina hii ya bidhaa hizi tunazoziona hapa leo, Tanzania inatosha kuwa mzalishaji na muuzaji wa mazao ya mifugo bora duniani. Na tukifikia hatua hii kwamba mfugaji wa kawaida kwenye maisha yake ya kila siku ana mifugo ya aina hii, kondoo wale niliowaona pale, mbuzi wale niliowaona pale, hapo tutaweza kufikia lile lengo la lililowekwa kwenye dira ya pato la mtu mmoja moja kuwa $7,000. Vinginevyo tutaendelea kutumia wastani ambao wastani mara nyingi sio uhalisia wa maisha ya kila mtu kwenye kila familia. Tukiwa na mazao ya aina hii tutafikia kwa uhalisia kipato cha aina hiyo kwa kila Mtanzania, na hapo tutakuwa tumewezesha pia sekta zingine kupiga hatua. Kama mnavyojua, sekta moja inapopiga hatua inawezesha pia na sekta nyingine kupiga hatua. Hivi tunavyofanya sasa, anakwama mfugaji, na kwa kukwama mfugaji anamkwamisha na mkulima. Anakwama mkulima, anakwama na mfugaji. Anakwama mkulima, anakwama mfugaji, anakwama na mfanyabiashara. Kwa hiyo mnaona muunganiko huu kwamba ili tuweze kuwakwamua wote hawa, lazima kila sekta ipige hatua, tena ifanye mageuzi ya uzalishaji katika sekta husika. Wizara ya Mifugo na Uvuvi, tuendelee kuhamasisha na kutoa elimu kuhusu uendelezaji wa nyanda za malisho.
Aidha, niendelee kusisitiza wafugaji washirikishwe na wawe mstari wa mbele katika kampeni hizo za kuzalisha malisho. Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tusimamie vyema mpango wa matumizi bora ya ardhi pamoja na kutenga maeneo kwa ajili ya malisho ya mifugo. Taasisi zote za serikali zinazohusika na udhibiti wa uhamiaji holela wa mifugo ikiwemo mamlaka za serikali za mitaa tutimize wajibu huo ili kuepusha migogoro inayoweza kujitokeza. Kadhalika, Wizara ya Mifugo kupitia kampuni yetu ya Narco tuendelee kuzalisha mbegu bora za ng'ombe wa nyama pamoja na wanyama wengine katika mashamba yetu, yani mbuzi, kondoo kama ambavyo tumetoka kuona hapa, ili tuweze kuwasaidia jamii zetu za kifugaji kupata mbegu zilizo bora. Nimalizie, wafugaji wetu wote tuchangamkie fursa hii. Tuchangamkie fursa hii, kama tulivyoona ni jambo ambalo linawezekana. Tusikatae mageuzi kwa sababu huko ndiko dunia inakokwenda. Tusikatae mageuzi, huko ndiko dunia inakokwenda. Na tukishakubaliana na mageuzi haya, jamii yetu ya kifugaji, jamii yetu ya wakulima ndio jamii inayotakiwa kuwa tajiri zaidi hapa nchini kwa sababu inashikilia rasilimali kubwa na utajiri mkubwa wa nchi yetu. Kipekee ni washukuru wadau wetu, kama ambavyo niliarifiwa kuanzia kule nilipokuwa na kagua mabanda. Wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Leo hii ni washukuru benki ya NMB. Tunatambua mchango wenu kwa jinsi ambavyo mmekuwa mkishirikiana na sekta hii pamoja na sekta zingine katika mageuzi makubwa. Sisi kule Iramba kisema tukutane benki tunamaanisha tukutane NMB. Ninatambua pia mchango wenu wenzetu wa kampuni ya Real Time Agri, Farmers Wages Boranstad, Shafa Farm, Estate Tanzania Agri Limited, Bajuta International na Azam TV. Nikiri kwamba michango yenu wote na wadau wengine ambao sijawataja tunaithamini sana kama nchi, na tunawaomba muendelee, kwani mabadiliko haya yote na mageuzi yote haya katika sekta zetu za uzalishaji yanahitaji mchango wa kila Mtanzania. Nimalizie kwa kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kutatua changamoto zinazowakabili wafugaji kwa kuhakikisha kuwa wanapata huduma na ushauri wa kitaalamu na ufumbuzi wa changamoto zinazojitokeza ili kuweza kuhakikisha kwamba hawakwami katika kutimiza majukumu yao hayo. Mwisho, japo sio kwa umuhimu, ninawapongeza wafugaji wote na wadau wote mlioshiriki kwa namna moja ama nyingine katika kufanikisha tukio hili kubwa, na niwapongeze na wengine wote wakiwemo vijana wetu wa hamasa. Vibe lenu ni la kutisha sana, hongereni sana. Na baada ya kuyasema hayo, sasa kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninayo furaha sasa kutamka kuwa maonesho ya Mbogo Tri Nations Livestock Expo 2026 yamefunguliwa rasmi, na asanteni sana kwa kunisikiliza, na nawatakia kila laheri mnapoendelea na ratiba zinazosalia na shughuli zinazoendelea. Asanteni sana. Makofi mengi kwa waziri wetu mkuu. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tuko tayari sasa kukuaga tukiongozwa na brass band, lakini uendelee pia. Umewataja wadhamini wetu, tunashukuru sana kwa benki ya NMB ikiongozwa na Bwana Philbert Mponzi, mkurugenzi wa wateja binafsi, ambaye pia yuko jukwaa kuu, na wadhamini wetu wengine wote kwa kutushika mkono. Naomba wote tupige makofi
Tumpigie makofi waziri wetu mkuu na mgeni wetu rasmi kwa shukrani kabisa ya kutenga muda wake kuwa nasi. Tunashukuru sana. Makofi siyasikii. Tupunge mikono kwa waziri wetu mkuu. Tunashukuru sana kwa kutuzindulia maonyesho na mnada wa mifugo bora 2026